Hujambo mpenzi mtazamaji katika studio zetu za Kenya Global Digital TV. Mimi naitwa Chris Captain Sifuna and aje nimpatie hii nafasi mwenzangu akaweze kujitambulisha. Kwa majina ni Bramwell na leo hii tuko hapa kuzungumzia juu ya kupanda kwa bei ya mafuta especially in East African countries. Je, hizi vita vya Gulf zimeaffect aje bei ya mafuta katika soko za Kiafrika? Yeah, so tunapobaki pale ningependa ukaweza kutuambia, je, kuna mtu wa kulaumu katika hii vita ambayo inaendelea mafuta? Kwa sababu tumeshuhudia wakisema, nakumbuka nyuma kidogo nikurudishe, wakati wa Uhuru Kenyatta wa mwaka wake wa mwisho alipokuwa mamlakani, tulishuhudia jambo kama hili likifanyika, kwamba kulikuwa na vita ya Ukraine na vita ya Russia, na Uhuru akasema kwa sababu ya vita mafuta imepanda kwa sababu there is not enough fuel, so that's why tumeamua tupandishe bei ndio at least we can acquire that fuel yenye iko. Na hiyo William Ruto akasema and anasema hivyo sio kwa ubaya, lakini nasema venye alisema hiyo wakati akasema vita hizi changia mafuta kupotea, fanyeni venye mtaweza mafuta ikuje. Tumeshuhudia after 3 years tumeshuhudia the same situation. Unasemaje kuhusu hilo jambo? Mimi naweza sema kwamba kitu cha kwanza, Afrika sio wazalishaji wa sana wa mafuta. Tunategemea nchi za Kiarabu kutupatia mafuta. Na ndio maana unaona wakati ambapo kuna vita katika nchi za Kiarabu ama katika zile nchi ambazo zinachimba mafuta, inakuwa ni vigumu sana mafuta kufika Afrika, kama bei ya bidhaa hizo zinapanda kwa njia moja ama nyingine. Sioni kama kuna sababu ya kulaumu mtu yeyote, kwa sababu wakati wa Uhuru Kenyatta mafuta, wakati ya vita ya Ukraine na Russia, kulikuwa na very lot of thing ilikuwa subsidized ku manage ama ku control hiyo madhara ya bei ya mafuta katika soko za Kiafrika, ama especially katika soko la Kenya. So tukipiga hesabu, kwa mfano kama hii nchi yetu ambayo tunajua ya Kenya, ambayo inaongozwa na mheshimiwa William Samoei Ruto, ni kwamba mafuta ambayo inatoka Gulf imekuwa kwa kiwango kimoja ama kingine inakuja na bei, yani fluctuation of prices. Yes. Okay, so nataka tuendelee kuzakuza pale hiyo wakati kwa situations zenye zinaendelea saa hii nchini Kenya. Unahisi kwamba ni nini ambayo inafaa kufanyika ndipo tukaweza kushuhudia uzalendo ambao unahitajika, watu warudi chini na waelewe kwamba hii mafuta imepanda na tutafute solution? Unaona kama solution inaweza kuwa ni nini? Solution saizi, kusema ukweli, hata tukimlaumu rais kulingana na kupanda kwa bei ya mafuta tutakuwa tunajidanganya. Kitu kimoja ni kwamba tumesikia watu wengi sana wakisema serikali ijiondoe katika hii mpango ya G2G. Mpango wa G2G, hiyo ni sure guarantee that Kenya tuna receive mafuta. Tunapata nchi kama Ethiopia tunasema inauza mafuta kwa bei ya chini sana, lakini saizi tunapoongea Ethiopia haina mafuta. Sasa tumeangalia suluhisho tu ambayo inatakana ichukuliwa katika kupanda kwa bei ya mafuta, sio kutoa tax katika bidhaa za petroli, kwa sababu nchi inahitaji kukua, mishahara inahitaji kulipa, vitu mingi sana. Iwapo kama tutachukua nafasi moja ama nyingine kusema ya kwamba tutoe zile tax ambazo ziko katika bidhaa za petroli ndio bei ya petroli ishuke, kuna zile project za serikali ambazo zitasimama, zitachukua muda sana ndio zifanye nini, ziamuke tena. Solution ni moja tu, Wakenya warudi chini for the time being, turudi chini, kwa sababu iwapo sasa hii serikali itatoa hiyo fuel levy ambayo iko sahihi, na ukumbuke tena ilikuwa imepunguza 8% from 16% ambayo ilikuwa imepanda, utapata kwamba leo wakitoa hii 8% yenye iko saizi, alafu tukuje next month tupate mafuta imepanda tena, je, serikali itatoa nini tena kwa mafuta ndio ishuke? Tutakuwa tumetoa kila kitu, umeona? So kwa saizi tuachilie, tupe serikali muda tu, hii mambo haitakuwa permanent. Okay, yeah. So uko na imani na serikali ambayo iko katika mamlaka saa hizi kwamba tukiwapatia muda watarekebisha maneno? Hili swala halitaki muda, linataka uvumilivu na utulivu, kwa sababu hawezi niambia unaweza kuja saa hizi uniambie twende Iran, yeah, Amerika, Israel, tuambie tulizeni vita kwa sababu bei ya bidhaa ama bei ya mafuta imepanda katika soko za Kiafrika. Kitu ambacho tunahitaji ni kwamba, yeah, hizi vita za Iran na Amerika hatujui zitatulia lini. Na ndio maana serikali imetuambia kila wakati tukue tayari, kwa sababu huenda mafuta ikapanda kupita hapa. Okay.
Yeah. Tunapoelekea kumaliza, niko na kitu ambayo nataka kujua. Tumeshuhudia maandamano Jumatatu iliyopita na Jumanne pia tukashuhudia maandamano. Wale watu ambao wanaenda kuandamana ni vijana, ni wazee, millennials, mayouth na majenzi, wanajiita majenzi. Na wanasema bei ya mafuta imepanda, na bei ya mafuta ikipanda inachangia kila kitu kuharibika. Kazi ya huyo Mkenya mwenye ana travel kutoka Kitengela kwenda Nairobi, ama ame travel kutoka Utawala kwenda Nairobi, analipishwa shilingi 100 kwenda na kurudi 100. Hapo nyuma alikuwa analipishwa 70 ama 60. Na hiyo ndio inafanya wanasema wanaenda kuandamana ili haki yao ikaweza kutimizwa. Hatujaona rais akiwa amejitokeza amesema tutazulisha tatizo lenu hivi na hivi. Unazungumziaje hilo? Kitu cha kwanza, last week on Monday as we are talking now, ilikuwa ni strike imeitwa na watu wa matatu ambao wanahudumu katika sekta ya matatu, lakini tukashuhudia wote wako watumishi wa matatu, vijana walijitokeza. Sikiza nikueleze kwanza, hii bidhaa ya mafuta ikipanda i affect mtu wa matatu peke yake, ina affect mimi na yule mtu ambaye amenunua matatu. Lakini sasa hawa watu wa matatu wakitoka kamiti wakaelewana, na juzi tumewashuhudia Mombasa wakisema there is no strike. So Wakenya wakisema wanaenda barabarani kuandamana juu ya bei ya mafuta, je, wanaandamana juu ya bei ya mafuta kwa sababu fare imepanda, ama wanaandamana juu ya bei ya mafuta kwa sababu bidhaa za matumizi ya kawaida imepanda? Kwa sababu kwangu naona kama ni bidhaa zimepanda, kwa sababu mafuta ni kitu ni karibu nchi mzima inategemea hiyo. Hiyo ndio uzalishaji ya kwanza, tunaweza sema transport kwa taifa la Kenya, it is part of uchumi yenye tuko nayo, you know. Lakini sasa hiyo, kwa sababu katika hiyo uchumi ndo mtu wa duka anafaidika, ndo mtu mwenye anauza nguo anaenda Amerika na kuja anaziuza. Hiyo mafuta ikipanda, sisi pia gharama ya maisha yetu imepanda. Lazima tutoke tuseme tunataka wacha nikukate kidogo. Yeah. Wanasema bidhaa za mafuta zikipanda, the cost of production inaenda high. Same to the cost of living. Yeah. Because production ina deal na cost of living, of which ile unga ambayo inaundwa pale sokoni na inatransportiwa kuletwa kwa duka ndio wewe upate, inatumia mafuta, si ndio? Sasa kitu ambacho inatakana kichukuliwe saizi, mimi nikitoka sasa niandamane, niende nivunje duka ya mtu, nivunje vitu fulani kwa sababu ya bei ya mafuta, hiyo sio solution ya kusuluhisha bei ya mafuta kwa wakati huu. Sasa kitu ambacho nitakana tuongelee ni lini serikali inajaribu jinsi iwezavyo, serikali inajaribu juu chini kuhakikisha ya kwamba hii bei ya mafuta inapanda. Na nataka kuambia kitu kimoja, hawa watu wa matatu, especially the matatu sector, wanatuangusha sisi kama Wakenya, kwa sababu bei ambayo ilikuwa 2020 ya fare on 2023 hazijashindania in a very big margin, kwa sababu mimi nimetravel kutoka Kitengela kwenda Nairobi, nimekuwa natumia shilingi 100. That was on 2023. Now mafuta ikakuja ikashuka, tumekuwa na rapid decrease of fuel before sasa hii crisis ya Iran na America itokee. Walikuwa wanalipisha 100 shillings, 100 shillings, 100 shillings. Sasa saa hizi bei ya mafuta imepanda, wameshindwa wataongeza wafika wapi, kwa sababu already walikuwa wanatulipisha pesa ya juu. Nikuulize swali, kulingana na hiyo bei ya mafuta kupanda, wewe msimamo wako uko wapi? Wale watu wa matatu washukishe bei ama wapaki pale ama wapandishe? Watu wa matatu walikuwa washapandisha bei since 2023. Kitu ambacho mimi naweza waambia watu wa matatu, waache excuses ya kutumia mafuta kupandisha fare kwa wasafiri. Waache kutumia excuses, kwa sababu hizo fare ambazo wanapandisha walikuwa washapandisha kitambo. Mimi kitu naweza sema is either they maintain that fare or else we are going to boycott using those matatus, because wasipopunguza fare sisi ndio tunaathirika. Tulikuwa tunashuhudia mambo kadhaa, na one of the things tulikuwa tunashuhudia, with all due respect, ambaye anasimamia upande wa usafiri, Kennedy Kaunda, akaitwa hapo Jeff Koinange live, akaulizwa kama alichotoka kitu. Wewe kwa msimamo wako unaona vipi kuhusu ile swali? Hapo siwezi sema lolote kwa sababu sina ushahidi wowote, lakini kulingana na hiyo interview, kama kawaida Kenya, as we know, we live in a country whereby if you don't give me something, I will not accept what you tell me. So mimi sijasema alipewa, lakini wacha tuangalie ni maamuzi gani walichukua, ndio inaweza athiri sana maamuzi yale ya mafuta.
Okay. Yeah. So asanteni sana kwa kutazama na tuendelee kufuatilia. Let's follow, let's subscribe on YouTube. Let's also comment. Kama kuna swali ambalo unataka kuuliza, tafadhali uko huru kuuliza. Na pia kama una feel kukua katika hiki kikao, unaweza pia utupigie simu utuambie una feel kuchangia, and tutakukaribisha sana. Chris Captain Sifuna.